wewe uko nusu. Na jana nilizungumza sana kwamba watu wengi hawathamini kujazwa Roho. Sasa ni kosa kubwa na ni hasara kubwa. Yaani usipojazwa Roho ni sawa sijui tuseme na nini, kwa sababu kanisa la sasa hivi mwisho watu hawajazwi Roho Mtakatifu. Wengi wanaokoka hawajazwi Roho. Na ndio maana sisi wachungaji tunapata shida kumrekebisha mtu, kumbadilisha. Kwa sababu utaweka sheria lakini mtu abadilike. Lakini akijazwa Roho, nilikushuhudia juzi ile jana. Kwa hiyo nilipojazwa Roho sikufundishwa kuvaa, nilielekezwa na Roho. Nilikuwa sikubali kuvaa suti. Yaani akiingia na kufundisha mwenendo, tabia njema. Yaani anakufundisha kuvaa, anakufundisha kusema, anakufundisha kuzungumza, anakufundisha kutembea, namna ya kumjibu mtu. Ukiona mtu anajazwa Roho anaenda kwa lugha anajibu ovyo, huyo sio Roho mjua. Roho akiingia lazima ambadilishe. Ile Wagalatia 22:5-22 kwamba lile tunda la Roho linatokea ndani. Na ndio maana kipimo kikubwa pamoja na kunena kwa lugha, lakini lazima tunda la Roho. Tuone tabia zinabadilika. Na ndio maana hata kama unajazwa Roho, unanena kwa lugha, unahubiri na jichunguze, hivi tabia yangu imebadilika? Sijui mnanielewa? Lazima Roho akiingia ubadilike. Sijui mnanielewa watu wa Mungu? Na nguvu ya Mungu iko hapa. Nguvu ya Mungu inaenda kubadilika tabia. Lengo la Yesu kubadilike nini jamani? Tabia. Yesu Juma ikina katakata nafasi beti. Nafikiri beti. Basi hebu tukaangalia sababu kubwa ya sisi kumhitaji Roho Mtakatifu. Leo tutaangalia kipengele Yesu nachukua kidogo. Sababu kubwa ya sisi kumhitaji Roho Mtakatifu. Sababu kubwa ya sisi, hiyo ilikuwa nzuri, magneti yake ni neno. Hiyo nzuri, naona nyepesi magneti yake. Hii sio nzuri sana. Sababu kubwa ya sisi kujazwa Roho Mtakatifu. Sababu kubwa za sisi kumhitaji Roho Mtakatifu. Yes. Sababu kubwa za sisi kumhitaji Roho Mtakatifu. Tunaenda kuangalia sababu kubwa za sisi kumhitaji Roho Mtakatifu. Kimewekea trebo pia. Kuna sababu za msingi sana za sisi kumhitaji Roho. Mara nyingi tumekuwa tukihubiri kwamba tunamhitaji Roho ili tuwe mashahidi. Si ndio Lakini siku moja miaka kama yenu Roho Mtakatifu mtakuwa na mashahidi. Na mimi nilikuwa ni mhubiri sana. Andiko hilo Matendo ya Mitume sura ya 1:8. Hilo andiko tumelihubiri sana, mimi nimelihubiri miaka mingi. Lakini nakumbuka miaka minne Mungu akaniambia, "George, mnakosea." Nikasema tunakosea namna gani? Anasema sababu kubwa ya kujazwa Roho Mtakatifu, ya kumhitaji Roho Mtakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu sio hiyo tu. Sababu ya kwanza, ili nyinyi mfanane na mimi. Amen. Si unanielewa? Amen. Yaani Roho Mtakatifu anarudisha uungu. Anarudisha ile asili. Kwa sababu ukisoma Warumi 3:23, Paulo anawaelezea Warumi. Hebu mmoja nisomee kwa haraka hapo. Nisomee kwa haraka ili uone sababu ya msingi. Sababu kubwa ya kwanza niyo nitaizungumza kadri Roho atakaponisaidia. Hamna msomaji? Warumi 3:23. Kwa sababu wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na nini? Sisi wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nini? Sasa utukufu wa Mungu anaposema tumetenda dhambi, tulipotenda dhambi utukufu kama umeondoka. Tuliangalia jana Adam na Hawa. Si ndio jamani? Kwamba waliondokiwa na ule utukufu wa Mungu. Sasa sababu ya kwanza ya sisi kumhitaji Roho Mtakatifu ili turudishiwe ile asili ya Mungu, ule utukufu wake, ule uweza wake. Sio kuhubiri kwanza. Mungu anatangulia kuturudisha kwenye asili yetu, kwenye tabia zake, kwenye mwenendo wake, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Jamani, mnanielewa? Huwezi kuwa mtakatifu bila hilo nitazungumza. Sasa hebu tuangalie. Hebu tujiulize. Tunaposema nguvu za Roho, kumhitaji Roho ndani, nguvu za Roho ndani ni nini hasa?
Roho Mtakatifu, tunamhitaji Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu Baba na Mwana wako wapi jamani? Mbinguni. Hapa duniani tunatiwa nani? Roho Mtakatifu. Tunamhitaji Mungu, Mungu Roho Mtakatifu na nguvu zake ni uwezo wa kiungu usioshindwa kufanya kitu chochote. Jamani, tunamhitaji Roho Mtakatifu kipindi hiki, ni uweza. Yeye analeta uweza, analeta nguvu zisizoshindwa kitu chochote. Jamani, huu uweza ukiingia unaweza kuumba. Unaweza ukaumba sikio, ukaumba macho yaliyokuwa kipofu. Hata kama mtu ametolewa kizazi, una uwezo wa kuweka kizazi. Si mnanielewa eh? Mimi katika miaka hii nimeona watu wengi sana. Kuna mama mmoja hivi alikuwa ametolewa mirija ya kizazi. Na mara nyingi huwa anazungumzaga. Yule mama miaka 8 kwenye ndoa amekaa. Akawa hana uwezo wa kuweza kushika. Kwa hiyo mwaka alikuwa anampanga kupeleka Apollo India, hospitali kubwa duniani. Akatengenezwa mirija ya bandia apandikizwe mtoto. Alipokuja Mtwara akawa anakaa jirani na mshirika wangu, akamwambia twende kanisa. Sema nimeshaombewa sana. Yaani nimeshaombewa hapa, mimi nimekata tamaa. Siwezi kwenda. Akamwambia twende kukutana na mchungaji. Basi baadaye akakubali. Na alikuwa ameokoka kanisa, lakini alishakata tamaa, akamoka nyumbani. Na kama unavyojua tabia zetu za Kiafrika, mtu mwanamke asipopata watoto, mawifi na wajomba na jamaa wanapiga kelele. Alipokubali kuja akanielezea ilipotokea. Aliumwa mirija ikabidi wakate, kwa hiyo uwezekano kushika watoto kupata mimba hamna mpaka aende hivi. Nikamwambia inawezekana. Nikamwambia Roho Mtakatifu anaweza kuweka hiyo mirija. Na akakupa watoto. Akasema mchungaji, sindangani kama kuombea nimeshaombewa. Unajua unafikaga wakati mwingine unaona umeshaombewa, umeshafanywa mambo mengi, haiwezekani. Nisikilize. Nikamwambia hivi, unamjua Roho Mtakatifu? Nikamwambia Roho Mtakatifu aliyeumba dunia hii. Nikamwambia Mwanzo 2:1 anasema roho ya Mungu ikatulia. Imesema ikatulia, kusoma tafsiri za Biblia nyingine anasema ikatembea. Kwa sababu vitu vyote vilikuwa pamoja, mbingu na dunia na kila kitu kilikuwa pamoja. Lakini Roho Mtakatifu aliyetenganisha mbingu, anga hili na dunia hii. Unaona? Alishiriki kwenye uumbaji. Nikamwambia Roho Mtakatifu aliyeshiriki kutuumba sisi. Akasema Mungu, na tumfanye Mungu anaposema tumfanye, ina maana ni wingi. Tumfanye mtu kwa mfano wetu. Unaona? Tumfanye mtu kwa mfano wetu, sio kwa mfano wangu. Ina maana Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walishiriki uumbaji. Kama huyu alituumba na uwezo wa kuumba. Nikamwambia sasa, nataka unikupe tukio moja. Tukio la ajabu ambalo litakushangaza. Nikamwambia uzazi wa Yesu ni kuwaje? Ukisoma Luka 1:26 hadi 35. Inazungumza jinsi gani malaika Yesu alipotaka kuja duniani, Mungu Roho Mtakatifu ndiye aliyemuumba kwenye tumbo la Mariamu. Nikamwambia unaelewa hiyo? Kibibi, kisayansi lazima iwepo mbegu ya kiume na ya kike ndio izae mtoto. Nikamwambia sikiliza dada, huyu Roho Mtakatifu hatujamuelewa, na yamkini hata sisi hatujamjua, tunamjua kwa sehemu. Tunafikiria labda ni kujana kunena kwa lugha kuabudu. No, yeye anaweza kuumba kitu chochote. Akafanya. Yaani anangojeaga mambo mazito magumu ndio afanye. Na yuko hapa jioni ya leo. Yuko anaweza kufanya mambo magumu. Nikamwambia kufikiria. Alipoenda kupashwa Mariamu taarifa za kumzaa Yesu. Ukisoma Luka 1:34 inasema Mariamu anasema, litakuwaje neno hili, maana mimi sijui mume bado. Na ni kweli anaambia tazama mtoto wake amechubiwa. Hajajuana na mume wake. Hapo ananiambia mimi nishikoje? Akasema, sikiliza Maria, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu. Ina maana Roho Mtakatifu anaposhuka anakuja na nguvu zake. Nisikilize. Yaani Roho Mtakatifu ukimruhusu analeta nguvu zake. Sasa hizo nguvu ndio zinaenda kuumba, ndio ziliingia kwa Mariamu. Na ndio maana nakuambia jioni ya leo kwamba kuna hitaji kubwa kwako wewe na mimi kujazwa Roho Mtakatifu. Mimi ninamheshimu Roho Mtakatifu kwa sababu ndio muumbaji, ndio jibu letu, ndio sababu letu, ndio paji wetu. Roho Mtakatifu ndio tuliachiwa duniani. Yeye ndio mfariji, ndio Mungu mwenye uwezo wa kufanya mambo makubwa.
nisikilize, yuko hapa jioni ya leo. Wala usiwe na wasiwasi, atakuhudumia mwenyewe ukifungua moyo wako. Jina la Bwana libarikiwe. Yule dada nikamwambia tunaomba. Nilimwambia tunaomba. Mimi namwamini Roho Mtakatifu. Kwa sababu yeye aliponitoa, mimi nilishindikana, lakini akanitoa, akanibadilisha. Kwa hiyo sikilize, tukafanya maombi. Fanya maombi, tumeomba nusu saa, naambia usiache. Naambia usiache. Endelea. Endelea kuomba. Dakika 20. Nusu saa, dakika 40. Naambia niombe tu. Yeye amepiga magoti, amekaa hapa. Naambia usipige magoti, utachukua. Kaa. Na mimi nikakujizi, namwambia naambia usiache, nasikia sauti. Usiache. Nimeenda mpaka saa 1:15. Nasikia tumekaa huko, nataka kututoa twende wapi? Kwa msiki. Miaka mingi huyu mtoto tulikabidhiwa na baba yake na bibi yake, wanataka kufanya nini? Huyu mtoto ni wa kwetu. Mizimu. Nikasema kwa nini aliolewa kwanza kutaka aolewe huyu? Na ndio maana tumesababisha hii. Sasa alipoolewa tukasema tunamkomesha. Akajifanya kuokoka. Nitakajifanya kuokoka. Nikasema sasa ameolewa, lakini tumeamua sisi, tumetia ugonjwa, tumekata mirija yote, hata zaa tena. Wanataka kufanya nini? Nikamwambia mimi nina Yesu aliye hai. Na yuko hapa, na Roho Mtakatifu yupo. Ataenda kwa uwezi wewe George. Nikamwambia mimi George siwezi, lakini yuko mwanaume mmoja aliyekufa na kufufuka, anaitwa Yesu, ana uwezo. Nikasema kumbe wewe ni shetani ndio uliyekata mirija hii, unataka asizae. Na lazima achika huyu. Nikamwambia haachiki, na leo hii tutaweka mirija alafu atazaa. Usifanye hivyo. Nikamwambia leo tunaweka mirija. Unajua Roho Mtakatifu ni Mungu. Unanielewa? Hatujamjua kiwango chetu cha ufahamu wake. Mungu ni mdogo. Na ndio maana jioni ya leo, hebu mheshimu Roho Mtakatifu kama unavyomheshimu Mungu Baba na Mwana. Maana wengi wanamheshimu Mungu Baba, lakini Roho Mtakatifu hawamheshimu kama unavyomheshimu Yesu, na utembee naye, ujae ndani yake. Koria masekerebo. Nikana masekerebo. Nisikilize, Roho Mtakatifu ni Mungu muumbaji. Anaweza kufanya chochote, akapindua hivyo vita vyako miguu juu, kichwa chini. Yaani kama unabadilio, wewe mwambie Roho Mtakatifu, nenda kashughulika, kamata. Atashughulika. Baada ya maombi baba, kemea. Naambia sasa Roho Mtakatifu, nilipokemea muda kama dakika 20. Roho Mtakatifu ananiambia unataabika bure, wewe niite mimi Roho Mtakatifu. Nikasema Roho Mtakatifu, naomba kamata, ingia. Usipite huyo. Nikasema kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu ingia. Aligaga yule ndani. Kumbe anafanya operation, anaondoa tena. Unajua, nataka nimwambie kama una magonjwa sugu, umeombewa sana, hayajatoka. Wewe jioni leo fungua moyo wako. Ujazo Roho Mtakatifu, hata kama kuna HIV, kuna magonjwa leo kuambia hayaponi, akiingia wewe anasafisha. Maana yeye ni kama moto, yeye ni kama maji. Sijui mnanielewa? Akiingia anatakasa. Yeye ni kama moto, akiingia anasafisha kila kitu, hata kama kuna jambo gumu. Wewe ruhusu Roho. Ndio maana umeombewa sana, inatosha. Sasa jioni ya leo nataka ujue kwamba Roho Mtakatifu akiingia ndio anamaliza kesi hiyo ya magonjwa yako. Jina la Bwana libarikiwe. Akajaza Roho yule dada, kaza kwenda kwa lugha. Nenda kwa lugha. Omba. Nikamwacha hapo. Karibu sana akaomba na nusu. Baada ya kuamka nikamwambia ndio mcheke. Yaani umepesi mchungaji, kwa kama nimebeba mzigo. Unajua kuna mizigo tunabebeshwa na shetani ambayo sio yako. Si mnaelewa? Na ilikuwa ni baada ya mwezi wa kwanza wa pili wa tano, yule dada akakonsibiana, akashika ujauzito. Sasa wakati ameenda kupima hospitali, anasema nilikuwa nikaangalia labda ni malaria. Daktari anamwambia wewe umepitiliza, hebu kupima vipimo, sio malaria, ujauzito wa mwezi mmoja na kama na siku kadhaa. Yule dada alikataa, akasema mimi nitolewe mirija. Daktari akamwambia kalete vyeti. Kwenda kucheki kweli alifanywa operation, mirija imetolewa. Madaktari anaona vile kupima mirija ipo. Wakati
akatolewa miliki. Unaona Roho Mtakatifu alivyo? Roho Mtakatifu anaumba jamani. Siwaambii historia, nawaambia kweli. Wewe ruhusu tu, ataumba kitu kipya ndani yako. Atatengeneza mambo mapya. Ataondoa magonjwa sugu, ataondoa nuksi, ataondoa balaa. Wala huna haja kubeba mafuta wala maji. Yeye mwenyewe akiingia anatakasa kila kitu. Nikana msekele huyo. Dada yake sikoje uzito na watoto wao. Kwa hiyo nazungumza sio historia. Ndio maana ukisoma ile Luka 1, nasema tunamhitaji Roho Mtakatifu. Ukisoma Luka ile 1:35 tulisoma ile malaika akajibu akamwambia Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kwa hiyo tunapozungumzia Roho Mtakatifu sio kitu. Roho Mtakatifu sio nguvu, ila anatoa nguvu. Narudia leo. Roho Mtakatifu ni nafsi kama ilivyo nafsi ya Baba na Mwana. Kama angebeba mwili angeonekana duniani. Yeye anaingia ndani ya mtu. Ni uhai wa Mungu, ni uzima wa Mungu. Unapozungumzia Roho Mtakatifu ni uhai Mungu mwenyewe. Ina maana kwamba ni uhai. Ndio maana hii nguvu Roho Mtakatifu anapokuja akiingia ndani ya mtu anaondoa magonjwa, hata kama ni kansa, ni HIV. Kumbuka yule mwanamke katika ile Marko ngapi? Marko 5:24 hadi 35. Yule mwanamke ameugua miaka 12 anatoka damu. Jamani, mimi ndio nimewasha gari. Amen. Yaani hapo ndio nimewasha gari, ninaondoka. Ukisoma Marko 5:24 hadi 35 inazungumza mwanamke aliyeugua miaka 12. Leo tungesema ni aina ya kansa ya damu. Yule mama anablia, kila mama mnajua. Yule mwanamke ameugua, ametibiwa kwa madaktari kote, imeshindikana. Akasikia habari za Yesu baba anaponya na kanuni za Wayahudi. Huyu mtu alikuwa ni nani? Swali kwa anatema mbali. Mtu ambaye yuko katika siku zake alikuwa anakaa mbali, hataki kugusana na wanaume kwa sheria za Kiyahudi. Lakini yeye akavunja sheria za Kiyahudi, akasema potelea mbali. Nikikamatwa, nikipigwa, potelea mbali. Mimi nitaenda kumtafuta Yesu. Nataka tu niguse vitu. Huyu mama ni wajabu. Aliamini nguvu kutoka kwa Yesu. Na ndio tunachokipanda leo. Amini nguvu zake kupitia Roho Mtakatifu. Akasema nitaenda kugusa pindo la vazi tu. Kulia mazaka. Sisi tunanielewa. Unajua Yesu alikuwa bali yuko karibu na sisi. Nguvu zake ni kuzidi tu watu. Akasema nitagusa pindo. Sasa sikiliza maajabu. Kwa sababu alikuwa na mapepo mengi na magonjwa magumu mengi, na Yesu amejaa nguvu kwa sababu alibeba mwili. Unajua Yesu alimtegemea Roho Mtakatifu kwa sababu alibeba mwili. Sasa kama Yesu alimtegemea Roho Mtakatifu, wewe na mimi ni nani tukatae nguvu za Roho Mtakatifu? Akaenda kugusa pindo. Biblia inasema alipogusa tu pindo, magonjwa yakatoka mbele. Yesu akajijua mwilini mwake, nguvu zimenitoka. Soma mstari 30. Hiyo Marko 5 sikia. Angalia mstari 29. Baraka nisomea ili uone hizi ninachokisema. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka. Naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano. Akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Endelee. Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga-songa? Nawe wasema ni nani aliyekugusa? Sasa unaona anasema yule mama alipomgusa tu Yesu, nguvu zilitoka zile za Roho Mtakatifu, zikaenda kuondoa ule kansa ya wakati ule. Yaani na maana kinachoponya ni nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Jamani, mnanielewa? Nataka nikuonyeshe umuhimu wa Roho Mtakatifu. Kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayeondoa magonjwa na tatizo yote. Ina maana alipogusa tu nguvu za ile mapepo yote yakanyonywa na Roho Mtakatifu yakatolewa. Na kwa sababu Yesu alijaa nguvu ya Roho Mtakatifu, alibeba mwili, zile nguvu kutoka kwa Yesu zilitoka zikaenda kuponya kwa yule mama. Ponya basi. Si unanielewa jamani? Unanielewa? Unanielewa? Yaani kuna kitu cha zamani ambacho shetani hataki wewe ukipate. Ndio tuliangalia ndani ya siku za mwisho ni watu kukataa nguvu za Roho Mtakatifu. Timotheo 2:5 anasema siku za mwisho ni pamoja na tabia ile, lakini wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake hao unaojiepusha nao. Unapokataa Roho Mtakatifu unatimiza unabii.
Na ndio maana shetani anapiga vita watu wasijazwe Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza watafanana na Mungu wao. Jamani, mnaelewa? Watarudi kwenye asili yao ya kuwasiliana na Mungu, ya kumpenda Mungu. Na ndio maana Roho Mtakatifu shetani anapiga vita. Na sasa ujue manabii wa uongo siku za mwisho hawahubiri na kufundisha Roho Mtakatifu. Si mnanielewa? Mnanielewa? Hawawezi kufundisha Roho Mtakatifu. Wanajua ukijazwa Roho Mtakatifu utafunguliwa macho, utawaona tabia zao na mambo yao. Alafu ukijazwa Roho Mtakatifu utaijua kweli ya neno la Mungu. Na ndio maana shetani anapiga vita watu wasijazwe Roho Mtakatifu. Huwezi kukuta anafundisha somo la Roho Mtakatifu. Wewe familia, maombezi, huduma zingine unafanya, lakini kufundisha Roho Mtakatifu ni nani? Kazi yake ni nini? Na wajibu wa Kristo wewe unatakiwa ujazwe, kwa sababu anajua ukijazwa utakuwa na ufahamu wa kimungu, kwa sababu Mungu yuko ndani yako. Na ndio maana tunakufundisha ujazwe Roho ili uwe na macho ya kiroho, uwe na masikio ya kiroho. Ni kama masikio. Si unanielewa? Ukijazwa Roho, sikiliza, utembee kama kipofu. Unakuwa na uhakika kwamba kuna mbingu. Na ndio maana waambie ni muhimu mjazwe Roho. Mjazwe Roho, mnene kwa lugha. Jamani, mnaelewa? Kwa sababu Roho anapokuja analeta na nini jamani? Na lugha. Kwa hiyo usizuie ukiwepewa lugha, achilia unene. Kwa hiyo Yesu akagundua nimenyonywa nguvu. Akageuka, angalie, ni nani jamani huyu? Ni nani? Mbona kuna mtu karibu yake? Unaona mkutano wote unasema nani aliyekugusa? Akasema hapana. Kwa sababu kuna vipindi jamani, msikilize, Biblia huko muda mrefu, kuna vipindi vya kunyonywa nguvu. Lazima urudishe nguvu. Unapopita mitaani huko unakutana na mashetani na wachawi. Yaani ukipishana nao tu nguvu zinatoka. Sasa lazima unaporudi nyumbani anza tena kuomba, Bwana nijaze nguvu. Au unasema kwenye biashara kwa nasema maneno machafu wakati mmoja jisahau sawa. Nasema wewe unanijibizana mtu, nguvu zinakutoka. Sasa ni muhimu sana ulinde nguvu, kwa sababu ndio hai. Jamani, mnanielewa? Mnanielewa kwa Mungu? Kwa hiyo uhai huu ndio tuliopuliziwa kwenye bustani ya Edeni. Mwanzo 2:7. Cha Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Usirekebisha acha hivyo. Unaona? Pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ina maana Mungu alipotaka kutuleta duniani tulitengenezwa ni udongo, likawa halina kitu. Kwa hiyo anaposema akampulizia pumzi ya uhai, sio pumzi ni mtu kamili. Hebu kijana mmoja njoo kijana, mtoe mfano mzuri. Jana alipotaka kutuleta duniani, mimi nilikuwepo, yaani wewe ulikuwepo mbinguni. Wewe ulikuwepo mbinguni. Ni roho kabisa. Tunaposema roho ni mtu kamili, mwenye macho, mwenye masikio. Sio kitu. Hata tunaposema nafsi ni mtu mwenye ufahamu, mwenye akili. Yaani sisi tulikuwepo wapi jamani? Mbinguni. Sasa alipotaka tuje tutawale dunia vile tulivyo na macho na masikio na miguu. Sasa akalitengeneza, akatoa ile fremu ya mbinguni, ndio akatengeneza ni udongo hapa. Si mnanielewa? Sasa kwa sababu ile udongo lilipotengenezwa halikuwa na uhai, limelala chini gogo. Kwa hiyo kilitokea Mungu mwenyewe. Haya, najua mimi umekatika. Unaona? Kwa kiroho akafa pale. Kiufa ni nini? Na maana macho ya kiroho, masikio, hasikii, haoni lolote. Yule wa ndani Adam alitoka wapi jamani? Mbinguni. Maana Adam asili yake ni wapi? Aliletwa hapa duniani. Unanielewa? Adam alitoka wapi? Mbinguni. Sisi asili yetu ni wapi jamani? Tulikuja hapa kutawala dunia. Sasa alipotenda dhambi, huyu wa ndani wa kiroho akafa pale. Alafu jambo la pili, akaingiwa na magonjwa. Jambo la tatu, ina maana akapangiwa muda wa kuishi duniani huyu wa udongo. Na ndio maana wewe na mimi lazima tufe. Huu udongo lazima ufe. Alafu huyu alitoka mbinguni anarudi wapi? Kule. Na ndio maana lazima sisi wote tutakufa. Tunarudi wapi? Ndio asili yetu kule. Sasa kinachotokea ni hivi. Huyu wa ndani akiwa haoni, kama hajaambatana na Mungu Roho Mtakatifu,
anakuwa kipofu. Ndio maana unamwona wakati mwingine huyu mwanadamu anaenda kwenye pombe, anaenda kwenye uzinzi, anaenda kwenye ulevi, anaenda kwa waganga, kwa sababu huyu wa ndani huyu si hajaambatana na Roho Mtakatifu. Sasa unanielewa? Najitahidi kufundisha ndio kwamba huyu wa ndani ndio wa muhimu, ambatane na Mungu Roho Mtakatifu ili aweze kusikia na kuona. Usipojazwa Roho ndani ndio utatenda dhambi, kwa sababu unatumia nguvu kushinda dhambi. Sasa Mungu alipoona huyu Adamu amepotea, akasema katika ulimwengu nani atakayeenda kumkomboa huyu aliyepotea, huyu wa kiroho tuliyemuumba kwa mfano wetu? Yaani tunaposema tunafanana na Mungu, mtaelezea huko mbele kwamba akasema Yesu, mimi najitoa nafsi ya pili, nitabeba mwili. Jamani, mnaelewa? Na ndio maana ukisoma Yohana 1:14 anasema naye neno alifanyika mwili akaja kwetu. Neno ndio Yesu. Akasema mimi nitaenda kubeba mwili wa mwanadamu, nitaingia kwenye tumbo la Mariamu. Sasa utaendaje? Roho Mtakatifu. Akasema mimi Roho Mtakatifu nitamchukua huyu nafsi ya pili, huyu Yesu, nitamuingiza kwenye tumbo la Mariamu, atazaliwa kama mwanadamu. Unaona ushirika huo? Watu wanafanya kitu hiki kimoja. Sasa ili ushinde dunia, inatakiwa huyu wa ndani, huyu George, huyu wa ndani ushinde huu mwili huu, kwa sababu mwili unatawaliwa na dunia na shetani. Huyu wa ndani aambatane na Roho Mtakatifu, arudi kwenye asili yake. Sasa ili urudi kwenye asili yako, ni lazima uruhusu nafsi ya tatu ingie, iambatane na roho yako. Huyu wa ndani ndio unaweza kusikia, unaweza kuona, na ndio maana ukijazwa Roho utafunguliwa macho, utaona vitu vyote, utaelewa kila kitu. Hata mwingine mwamini sasa, ndugu yangu mpendo, kuna muonyesho ni kichawi hicho, unakemea, unaonyeshwa kuna mitego, wametega mitego, unaonyeshwa. Kwa hiyo ni muhimu ujazwe Roho, urudi kwenye asili yako. Jamani, mnanielewa? Au nafundisha mafundisho wangu mle? Kwa hiyo Adamu alipoumbwa alipuliziwa huo hai, uzima. Kwa ujumla alishuka Mungu mwenyewe kwa mwanadamu na kukaa ndani yake. Hiyo pumzi ni Mungu mwenyewe anakaa, sio pumzi. Ni Mungu mwenyewe anakaa. Sasa kwa sababu tulikosea, ndio maana lazima Yesu anakuja na kutakasa, alafu anamleta nani? Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Hebu tuangalie sababu kubwa ya sisi kumhitaji Roho Mtakatifu. Kama nilivyosema ya kwanza, ili tufanane na Mungu. Yaani ili tubadilishe tabia ziwe za kimungu. Samueli wa kwanza sura ya 10:6. Nisome Samueli wa kwanza. Samueli alimwambia Sauli mambo yatakayomtokea tu akijazwa na Roho Mtakatifu. Sasa angalia kitu kinachotokea kwako, ukimkubali, umemkubali Yesu, sasa ukimruhusu Roho, nini kitatokea? Sikiliza Samueli wa kwanza sura ya 10:6. Aliyepata nisome. Neno la Bwana linasema, amen, na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Sasa kuna mambo ya msingi hapa ya kuangalia. Samueli wakati anaambiwa kamchague mfalme wa Israeli, akakubali, akaenda. Matokeo yake akakutana na Sauli. Sasa alipokutana na Sauli, anaelezea ni nini kitakachomtokea. Anasema na Roho ya Bwana itakujilia juu yako. Yaani lazima ujiliwe na Roho ya Bwana, ndio Roho Mtakatifu. Anasema pia na utatabiri. Lakini utafanya nini? Utageuzwa kuwa mtu. Sasa itangulii kutabiri. Ndio maana nilizungumzia ile ya kwanza. Nikasema yule mstari wa Matendo Mitume sura ya kwanza mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Haitangulii kwenda kuhubiri, kutabiri. Inatangulia kugeuzwa. Yaani Roho akiingia, kitu cha kwanza anachokifanya ni kumgeuza mtu tabia na mwenendo wake mbaya. Kwa hiyo anasema, unanielewa? Na kama hujabadilika tabia, mwambie Roho Mtakatifu, njoo, nikaribishe, njoo. Utakapomwita nibadilishe tabia, nimetoka tabia hiyo usengenyi, nimetoka tabia hiyo uchoyo, tabia ya kutokufuata sheria zako, tabia za kutokutoa mafungu ya 10. Mimi nilikwambia jana kwamba mimi sikufundishwa fungu la 10. Nilisikia, sitaki kurudia kwa wale wengine hawakuwepo.
Mimi nilisikia sauti, kesho kutwa unaenda kupata mshahara, utatoa fungu la 10. Nilikuwa sijui. Unaona? Sasa usipotoa fungu la 10, mimi na mashaka na roho huyu. Muulize jirani yako, hivi unatoa fungu la 10? Muulize jirani, muulize unatoa fungu la 10? Kama utoi, mimi na mashaka na roho huyu. Haleluya! Roho kiingia anakuendesha kwenye sheria zake. Kolia masike. Hii naona kama inachoma kama umeme, hii ndio yenyewe. Jamani, kutoa ni kiroho. Amen. Sikiliza, kati ya vitu ambavyo vitawapeleka watakatifu walioko makanisani ni kutoa mafungu ya 10. Nataka nikupe ushuhuda mmoja. Sikutaka kutoa lakini siketoa. Mimi nilikuwa na mtumishi mmoja wa Mungu, mchungaji. Amefanya miaka mingi sana. Yule baba akazunguka sana kufungua makanisa sitaji mimi. Alipozunguka ghafla akaanza kumwa kansa. Sikiliza kwa makini. Alipougua akaenda Muhimbili, Ocean Road kule, kapima kaambiwa kansa mwili mzima. Yaani mwili nyama yote imekuwa kansa. Kaja kule kusini kwenye hospitali moja za mission akalazwa. Inaitwa Nyangao. Alipokuwa amelala kwa sababu ameugua miaka 3 ile kansa. Na hata mionzi wakasema hatuwezi kukuchoma wewe kwa sababu nyama yote imeharibika. Tutakuchoma wapi hiyo mionzi? Na dawa hazisikii miaka 5. Wazungu wanashangaa, wanasema wewe tunashangaa wewe kuwa hai. Maana alikuwa kwa Jerumani kwenye hospitali. Sasa kilichotokea, yule bwana alipochoka mateso miaka 5 yuko kitandani. Akawa anaomba kwa sababu alikuwa ni mpendwa, ameokoka, mtumishi wa Mungu. Akasema, baba nichukue Bwana Yesu, nichukue mimi niondoke duniani hapa. Akawa anaomba afya aondoke. Lakini Yesu kwa sababu alimchagua hataka aende motoni. Nisikilize. Kama utaki fungu la 10, nisikilize vizuri. Wakati anaomba anasikia sauti, alikuwa mkoa mwingine unaitwa Walinde, kaambia nenda kwa George Mtwale, yaani mimi hapa, mimi jina langu ni George. Nenda kwa George, atakueleza ya kupasayo kufanya. Akasema sawa. Wakati mimi na mkao tuko vijiji, tumeenda vijiji. Tumerudi, tunamkuta yule mchungaji yuko mwembamba, alafu mwili wote madoadoa. Wewe kuona picha ya chui hata kama hujakutana na madoadoa, ile picha ya chui, mwili mzima huku kote madoadoa kama chui. Alafu amekonda. Mimi nikajua labda ni HIV ukimwi. Nikamuuliza mchungaji, kulikoni mtumishi wa Mungu? Nikasema unauma nini? Nasema baba, nina kansa mwili mzima, hii nyama yote imeshaharibika. Nikasema kulikoni? Nasema mimi bwana ndio akaanza kunieleza, bwana nilipokuwa niko kwenda naomba mimi niondoke, maana nimetibiwa nini na nini, imeshindikana, hata wazungu wanashangaa. Nikamwambia mimi ni mtumishi wa Mungu. Wanashangaa muujiza wewe kuisha itakiwa afe. Sasa nilipokuwa niko hospitali ndo natokewa na naomba maombi, ndo nasikia sauti, nenda kwa George atakueleza kupasayo kufanya. Kama umesemaje? Ameniambia nije kwako. Nikamwambia okay. Sasa tumekula chakula cha jioni, nikamwambia basi mama, tunapanga sisi siku 3 tunaenda Sayuni. Tunaelewa tukisema Sayuni? Amina. Maombi ya mfungo ili kumuuliza Mungu, mara tujaambiwa chochote. Ikabidi na mkao tupatane. Sasa wakati wameondoka kufanya ibada pale nyumbani, dakika 10 hizi 15 kaenda kulala, sisi tuko pale. Mimi sasa nikaamua nianze maombi usiku huo kumuombea. Ile ninaomba, nimepiga magoti, naletewa screen kama TV mbele. Yaani nimefunga tu macho. Sio kwa nilala, ni maono. Naonyeshwa jina lake ni fulani, alipookoka, tarehe ya kuokoka, alafu fedha alizokuwa anazipata. Naonyeshwa alikitoa, hapa ametoa fungu la 10, hapa hajatoa fungu la 10. Yaani blanks, nafasi zikawa ni nyingi mno za kutoa fungu la 10. Nikasema mbona unaniletea inakaa? Nasikia sauti nauliza Yesu ni nini? Anasema unaona hii? Huyu nilipomwokoa, nilimbariki, nilimtendea mambo makubwa, nilimpa hela nyingi, lakini angalia fungu la 10 asizotoa hizo. Na sasa mimi nimemruhusu, nikapewa andiko. Nasikia sauti inaambia nimemruhusu alaye na haribuye. Ndio nikapeleka kwenye Malaki 3. Anasema mimi nimeruhusu alaye na haribuye kwa sababu niliondoa ulinzi. Sasa mimi nilikuwa najua alaye na haribuye ataharibu mazao. Nikaniambia George, hapana, mpaka na afya yako unaweza nikaruhusu kwa shetani. Kwa hiyo wakati nashangaa pale, nikawa nasema sauti inanijia, hata na wewe George, pamoja nimekuita, usipokuwa maaminifu mafungu ya 10 yatakukuta hiyo kumkuta huko. Si mnanielewa? Sio historia ni
Na ndio maana leo watu wanapata magonjwa mazito, wagonjwa wako hospitalini. Wamekuwa wezi wa mafungu ya 10, hawatoi sadaka, wakiambiwa na Mungu watoe hawataki. Kwa hiyo Mungu anaamua kupiga. Sasa Mungu mkali. Anaambia na wewe Joji, usipatoa nitakupiga. Yaani Mungu hajali askofu, hajali mchungaji. Akiamua kupiga anapiga tu. Jamani, mnanielewa? Ogopeni Mungu jamani. Mnanielewa? Basi niko ziduka bali. Sasa nikasema nitamwambia huyu mtu mkubwa, nipe hekima kama ya nabii Nathani. Ya masekele. Bikara. Akaniambia andaa somo, faida ya kutoa sadaka na hasara ya kutoa sadaka. Alafu wakati unafundisha, mimi nitasema naye. Ukifika mahali unafundisha asubuhi, nitasema naye. Na ndio maana sisi tunafundisha neno. Neno linaponya, neno linafungua, neno linatakasa, neno linainua. Unanielewa? Basi asubuhi ile bibi mchungaji ndio meanza naambia majibu nimeshapata. Bibi naambia tumeshaipata. Tulipokuja tukakaa pembeni nikaanza kufundisha sababu ya sisi kutoa sadaka na faida za kutoa sadaka. Na nilipofika kwenye hasara ya kutoa sadaka na matokeo yake, niliona yule baba analia machozi. Nimekula sadaka nyingi, nisamehe. Nitafanyaje? Kaambia sasa hapa huwezi kumlipa Mungu. Lakini kama una hela benki lipia. Hauwezi kumlipa Mungu, ile kuonyesha unyenyekevu. Kama una hela kidogo sasa nimetumia kwenye matibabu. Na kama kuna posho zako zote weka chukue, tulipe. Huwezi kuondoka hivi, Mungu anakutaka usiende motoni. Ndio nilipojua kumbe kutoa sadaka kutawapeleka wengi sana motoni. Kwa sababu ni neno. Jamani mnanielewa? Kila kitu kilichosema kwenye Biblia takatifu tusipokitekeleza ni hatari. Sasa huwezi ukatekeleza sheria za Biblia bila Roho Mtakatifu, hutaweza. Koria basekele oria. Shakala barabo. Robo sekele. Sasa nisikilize. Kwa nini ujumbe unakuja? Mungu anataka kusaidia wewe mbinguni. Na sasa hivi tunachokifanya ni kuandaa watakatifu, kuliandaa kanisa kwa ajili ya ujio wa Yesu. Unajua Yesu anarudi. Sasa nataka nikwambie, kama ulikula mafungu ya 10, leo hii tengeneza. Roho Mtakatifu hawezi kushuka mahali hapo. Mwambie jirani yako unasikia hii lakini. Sindano ya moto hii ya mbinguni. Mwambie hii sindano ya moto. Haleluya. Wewe ukasikia mahubiri haya. Wengine baba tupokee hapo, hakuna cha kupokea, fuata kanuni za Biblia. Jamani unanielewa? Mimi nimekuja kuandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu. Usije ukabaki ukaachwa. Na wengi wataachwa kwa sababu hawana Roho Mtakatifu. Na kwa sababu wamemkataa Roho Mtakatifu, kwa hiyo hawatasikia barabara wala sauti ya mwaliko wa malaika mkuu. Sasa Yesu anakupenda. Na ndio wameleta ujumbe. Kwa hiyo swala la kutoa mafungu ya 10 ni la kibiblia na ni la kiroho. Nilikueleza jana mimi nilipotokewa na yeye, ananiambia utatoa fungu la 10 sirudi tena. Kwa hiyo mtu akiniambia fungu la 10 agana kama ninamsikiliza na mwangalia, anamwonea huruma. Kwa sababu sio sheria, ilianza kabla ya dhamiri, kabla hata sheria. Sasa tunasemaje? Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni wa muhimu ili kutupeleka kumjua Mungu. Na ndio maana tunakazania hapa. Wewe kuhusu Roho, hutaona ugumu kutoa fungu la 10, unaona ugumu kutoa fungu la 10 kwa sababu Roho kiwango chake ni kidogo. Kwa hiyo jioni ya leo nazungumzia kwamba ukisoma Hesabu ya kwanza sura ya 10 inasema Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Kwa hiyo lazima tukubali kujiliwa na Roho ya Bwana. Roho Mtakatifu atujilie kwa nguvu. Acha ustaarabu. Wengine wanapojazwa wanaona tikiso, wanaona nguvu inashuka, anazuia astaki Roho. Sasa utakana nani? Mmoja jirani yako usikatae Roho Mtakatifu. Sio, unanielewa? Unanielewa? Alafu anasema nao tatabiri. Sasa kabla ya kutabiri, anasema nao tageuza. Yaani nao akija kwa nguvu, anakugeuza tabia, anakugeuza mwenendo, anakugeuza. Alafu nilisema jana ile kwamba ukishajazwa Roho, shule ya kwanza anakuingiza kwenye maombi. Unaona Yesu alipojazwa Roho akaongozwa siku ngapi? 40. Jangwani siku 40. Na huwezi kufunga bila Roho Mtakatifu. Nilikushuhudia mimi siku 30
Ndio baadaye nikaja kugundua, nikawa nakula mtoro tu. Nilikuwa sijui, lakini nikikueleza hata sasa hivi. Mimi maisha yangu yote ni unaona na never tu kitambi. Nilikuwa mwembamba sana. Hata huyu mnene sijui hapa ni nani alikuwa. Hata alikuwa mnene, huyu mnene. Mimi nilikuwa mwembamba sana. Mwembamba mno. Mwili wangu ni mdogo lakini nilikuwa mwembamba. Sasa kula kwangu mimi sisemi uwe kama mimi, ila msikilize roho. Unanielewa? Msiwe wavivu wa kufunga. Mambo mengine hayawezekani. Yesu anazungumza kwenye Mathayo 17 mstari wa 14 hadi 21 sasa. Mambo mengine hayawezekani, ile ni kwa kufunga na kuomba. Sasa huwezi kufunga na kuomba bila Roho Mtakatifu. Utataka asubuhi bugia, mchana bugia, jioni bugia. Yaani kila wakati bugia. Ukikaa kidogo unasikia njaa. Na huku kwani mmebarikiwa vyakula vingi huko. Muulize jirani yako, hivi mwaka umefunga mara ngapi? Muulize umefunga mara ngapi mbele? Muulize, mwambie usibugie sumu. Pata muda wa kufunga. Chakula ni chombo cha shetani. Adamu kwani kilichomwopoza na Hawa ni chakula. Unaelewa? Mwambie jirani yako, hii ni dozi kamili. Hii ni dozi kamili. Mwambie funga mpendwa. Mambo mengine magumu hayawezekani kwa kufunga. Haleluya. Sasa nilipokuwa ninaendelea, nakumbuka nilikuwa niko Kongo. Mimi huduma yangu ni ya utume au mission. Mwaka 2022 wakati nimeenda Kongo. Nimefungua nchi mbalimbali nyingi. Nilipoenda Kongo, tumekaa huko, tumeenda kusajili. Hatuna hela kabisa. Kaniambia, unaona George una hela. Sasa unafukuta pataje hizo hela? Na unatakiwa usajili. Kusajili gharama yake zaidi ya milioni 5. Pesa ya Tanzania. Tatoa wapi? Na nilikuwa sina hela. Na nilikuwa na milioni 2, yaani hapo nilibakiwa kama na 200,000. Sina hela na tumepanga nyumba kukaa miezi miwili. Hela nitatoa bana. Naambia George, dawa yake ni kuacha kula. Kwanza kazi niliyokupa ni kubwa ya kuzunguka mataifa. Hasa angalia utafanyaje. Mwanasheria anataka pesa kila kitu huko Kinshasa. Si tulikuwa Kisangani ni mbali, kwa hiyo lazima tutume hela. Ni dola tu. Mungu ananiambia acha kula. Utakula Jumapili. Tena kidogo. Ya unapangiwa chakula unakula. Roho Mtakatifu ajabu. Nikamwambia basi sawa, mimi nitie nguvu kwa sababu sio mgeni. Sasa nimeendelea hiyo wiki ya kwanza, hiyo pili, hata mwezi. Mungu akaanza kugusa watu sehemu mbalimbali wanatumia pesa. Mpaka mwezi tumemaliza tumesajili ile kanisa. Jamaa mnanielewa? Lakini tukawa tumepitiliza siku, tumekaa visa, tukapigwa penalty. Kwa watu wawili zaidi ya 800,000 hela simu. Na tukiendelea kukaa penalty, yaani unapigwa fine. Hela hatuna. Nikamwambia mwanangu, hapa ni maombi tu. Tido, hapa ni kunywa maziwa tu. Kikombe kimoja jioni usiku. Tunamlilia Mungu. Lakini Mungu alinipa pesa kwa njia ya ajabu. Tukafungua, tukaendesha shule ya kupanda makanisa wachungaji kama sisi tulilipia, tukanunua magodoro, kila kitu tukanunua kule Kongo. Fundisha shule kupanda makanisa mzima. Na gharama zote tuligharamia sisi wenyewe. Sasa hizo hela nikazipata. Utamshauri mtu ni baya. Kanisa langu mimi wala sio kubwa, ni dogo tu. Haliwezi kukidhi haya mahitaji yote. Lakini Mungu alisema na watu. Jamani mnanielewa? Kwa hiyo tunapozungumzia Roho Mtakatifu, hatuzungumzii kwa habari ya kunena kwa lugha tu. Tunazungumzia juu ya maisha ya kila siku pia mwanadamu. Kwamba yeye ataprovide, atasababisha kupata vitu vyako ambavyo unataka kuvipata. Jamani mnanielewa? Utapata kibali. Ukienda kwenye biashara kibali, kwenye kazi kibali, kwenye maeneo yote kibali. Yaani utapata kibali kwenye masomo, kila maeneo utapata kibali. Upendeleo na Mungu. Mungu atakupa upendeleo. Wewe jaa roho tu utaona. Mimi nakwambia, ukikubali jioni leo, utashangaa hata kesho ukienda kwenye biashara, utashangaa wateja wanamiminika. Kwa sababu Roho Mtakatifu anavuta kwenye biashara, kwenye kazi, hata kule kazi utapata kibali, kwenye masomo utapata kibali. Utashangaa ufahamu wako unafunguliwa. Jamani mnanielewa? Mnanielewa? Sasa wakati nimerudi akaniambia kazi ulionayo ni kubwa. Ghafla nikamwona kijana mwingine Malawi. Sasa baba, naomba unielewe. Umefungua kanisa huku.
Kama mimi bwana sina, Mungu ananiambia hapana, kwa nini wanakufuata wewe? Hao wale sasa tukaanza mambo ya kushughulika usajili. Tuma pesa nini na nini. Matokeo baadaye sisi tukaenda na mama na mke wangu na binti yangu, tukaenda kufungua kanisa lile. Sasa tukanunua na kiwanja. Tukajitoa sisi na mke wangu, naambia bwana toa pesa yote benki, tununue kiwanja. Tukajenga sasa hivi jengo linaendelea. Na kijana yule mchungaji, na tunasomesha wachungaji wengine kula wasoma chuo cha Biblia kama wewe. Sasa hizo kazi na sehemu zingine Mozambiki huko wapi Uganda kote. Sasa hizo hela Mungu ananiambia George, kazi ulio nayo ni kubwa. Sasa hapa utakula Jumapili tu kidogo mpaka nitakapokuambia basi. Lakini unashaka mwili wangu kwa nini nimekoma? Tunaona mpaka makuta yananibana. Kwani ukiacha kula kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu utakufa? Hauwezi kufa. Sasa huwezi kufunga, huwezi kumwomba Mungu kwa sababu kiwango cha Roho Mtakatifu ni kidogo. Ndio maana hatuna majianti majitu, ni maombaji ya kukesha usiku na mchana. Sasa kumnyang'anya shetani sio hivi bali. Jamani mnanielewa? Tulisoma ile Luka jana. Luka ngapi? Luka 4:6. Kurudia hapo tena. Luka 4:6. Ili wanata pesa hizo unazotafuta. Luka 4:6 neno la Bwana linasema, Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mkononi mwangu. Nami humpa yeyote kama nipendavyo. Sawa. Basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Unaona? Sasa unaona jaribu la kwanza la chakula kipi bali. Sasa mstari wa 6 huu ni wa msingi sana soma. Anaposema Ibilisi akamwambia rudia tena. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu. Ishi hapa bwana. Unasikia? Baada ya anguko la Adamu, mali zote, pesa zote, uchumi wote wa dunia ameukamata shetani. Sijui kama unajua. Anaposema iko mikononi mwangu, sipuuzie, ni kweli. Mali zote bila kitu chote biko mikononi. Ndio maana yeye anatoa masharti. Ukitaka pesa, toa mtoto wako, toa mama yako, toa shangazi yako kafara. Jamani mnanielewa? Mnanielewa? Sasa kumnyang'anya huko ni kazi. Anasema nami humpa yoyote kama nipendavyo. Sasa ndio maana Yesu akafafanua kwenye Mathayo 12 mstari wa 28 na 29. Mimi nikitoa pepo kwa Roho Mungu, yaani kumfukuza shetani, kufukuza umaskini, kufukuza mashetani, umaskini na uhitaji, lazima tujae Roho. Anasema ama umewezaje mtu kuingia ndani ya nyumba mtu mwenye nguvu na kupiteka vyombo vyako usipomfunga mwenye nguvu? Sasa hii dunia ni nyumba ya shetani. Huwezi kuteka mali, huwezi kuteka baraka bila kumshughulikia huyu. Na ndio maana nasisitiza Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya kunena kwa lugha tu, sio kwa ajili ya kuomba na kuabudu, ni zaidi ya hapo, ashughulike na maisha yetu. Ukitaka kubarikiwa ja Roho, ukitaka biashara yako ja Roho, ukitaka kazi kubarikiwa ja Roho. Tuliona habari za Yusufu pia. Yusufu nafikiri hivi. Yusufu alikuwa anatembea maisha matakatifu na amejaa Roho. Ndio maana alikuwa anafungua mafumbo ya siri. Mpaka mfalme anasema tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake. Hakusema mwenye elimu ndani yake. Si mnaelewa? Siseme elimu mbaya. Mwenye roho ya Mungu kwanza. Amen. Sinishuhudia na binti ambaye darasa la kila kitu mpaka anapiga pawa, mpaka anachukuliwa na watu Nairobi wapi anazunguka mataifa. Nguvu ya Mungu. Hata kama una elimu, wewe Tanzania ujae roho leo. Hata kama kiwango chako ni kidogo cha biashara, kujaa roho leo. Hata kama wateja hawaji pale kwenda, jaa Roho leo. Yaani mkubali Roho leo. Mkubali Roho Mtakatifu leo. Ukifungua moyo wako, mwachie. Nataka dakika hizi, nataka saa nzima hapa, yaani nasukuma kabisa nisiendelee na somo. Nataka hapa saa nzima tujae Roho. Kama kuna magonjwa yatoke, kama kuna mikosi itoke, kama kuna mizimu itoke, kama kuna matatizo yatoke. Yaani hapa tusitoke leo saa nzima hii. Nataka hii saa 11 mpaka 12 watu wajazwe Roho Mtakatifu na kufurika. Hata kama kitaka kukesha wakesha.
hapa. Simama juu. Tusaidiana kuomba. Wote tuje madhabahuni.